Unajua ni masuala ya kimichezo, na mara nyingi masuala ya kimichezo yanaendeshwa na taasisi hizi za michezo ambazo zimepewa mamlaka. Lakini inawezekana Yanga kwa malalamiko yao wana hoja ya msingi, lakini namna ambavyo inapaswa kutatuliwa hoja yao hiyo ndio inaweza ikawa ni nini changamoto, ama ndio imeletwa huu mkinzano ambao tunaweza kuuona sasa hivi. Kimsingi nimejaribu kufuatilia Yanga wanalalamikia ile tukio la uahirishwaji wa mechi. Ukisoma kwa mujibu wa taratibu na kanuni hizo zinazoongoza hizo taasisi za michezo Tanzania, chombo pekee chenye mamlaka ya kuahirisha mchezo ni bodi ya ligi. Sasa bodi ya ligi wao walikuwa ni sehemu ya walalamikiwa kwenye ile rufaa iliyokuwa imepelekwa kule kasi. Na kwa bahati mbaya ambayo sasa tunaweza kusema mbaya ama isivyo bahati ni kwamba kwa ambacho nimekifuatilia mpaka nakuja hapa ni kwamba bodi ya ligi waliwahi kutoa tangazo lao, sijui ni tangazo, sijui ni tamko, kwamba wanafanya uchunguzi kuhusiana na kile ambacho kilitokea tarehe 8 na baadaye watatoa taarifa ya uchunguzi wao. Lakini kwa tafiti zangu mpaka sasa hivi hakuna chochote ambacho kimefanywa na bodi ya ligi, aidha kwa kutoa tamko kwamba katika siku ile ualishaji wa tukio la ule mechi ambayo ilitakiwa kuchezwa tarehe 8 ni nani alikuwa amekosea au nani alipatia, nani alikuwa kwenye haki, nani hakuwa kwenye haki. Hilo ndio jambo ambalo linaleta mtatizo mpaka sasa. Kwa hiyo ili sasa tuende vizuri na ili sasa hizo kanuni za mpira ziheshimiwe na kuchukuliwa kama hivyo ambavyo zinapaswa kwa mujibu wa taratibu, ilipaswa kwanza hao bodi ya ligi watoe sababu za uchunguzi wao na maamuzi ambao wao wameyaona kwamba kutokana na kile ambacho kimetokea tarehe 8 ni nani alikuwa ana hatia na nani ambaye alikuwa yuko kwenye haki. Halafu baada ya hapo sasa ndio iweze kuendelea mbele na kupanga ratiba ya mechi na nini. Sijui taratibu zao za ndani zinazoongoza kupanga, na hakika vizuri waliandika barua haya Yanga kwa bodi ya ligi, lakini iko kimya, hajajibiwa kwa maelezo ambayo tunayasikia wao wanasema kwamba walishaandika barua malalamiko bodi ya ligi, lakini mpaka leo bodi ya ligi haijajibu. Kwa hiyo inawezekana ni sehemu hiyo ya kutaka kwamba wapate maelezo kwanza kuhusiana na kile kilichotokea, alafu ndio waendelee mbele. Kwa hiyo inawezekana wao msingi wao wa kugomea hiyo mechi huko hapa, lakini sio kwamba taratibu hazifuatwi. Sawa, tumalize na ile kwa swali moja. Kwa kile ulichokizungumza kwamba tunaona kwamba tayari serikali kupitia waziri wa michezo Profesa Kalamba Kabudi aliwahi kuzungumza kwamba hizi Simba na Yanga ziko mezani, wazungumza pamoja na bodi ya ligi wakae wazungumza, lakini baada ya kutoka hapo ndio tunaona tuna mambo yakaenda kasi. Sasa nadhani kwa hiki kilichotolewa Yanga kitaalamu, nadhani labda fanye nini ili kuweza kwamba kuhakikisha hizo hoja zinakubalika. Nimejaribu kusoma kanuni za TFF. Ipo kanuni inayosema kwamba masuala ya kimpira hayata ni marufuku kupelekwa kwenye mahakama hizi za kisheria, kwa maana mahakama za kawaida. Maana yake ni nini? Ni kwamba kama mahakama inazuiliwa, mahakama hizi ambazo ndio zimepewa mamlaka ya kutoa haki kwa mujibu wa katiba zimezuiliwa kuingilia masuala ya kimpira, manake taasisi nyingine au mtu yoyote hawezi kuja kuingilia. Tamko la waziri limetolewa, ndio tumelisikia, na mimi nilipata nikasikia pia kwa nyakati tofauti tofauti, amekaa na hivi pande zote mbili, ikiwezekana zote tatu, kwa ajili ya kuangalia namna ya kuliweka sawa jambo hili. Kwa hiyo jukumu la waziri lilikuwa linaishia hapo, kwamba kuhakikisha kama waziri mwenye dhamana anakaa na kuwapatanisha hawa watu kufikia mwafaka kwa ajili ya kuendeleza swala la kimichezo kama sehemu ya majukumu yake ya wizara yake. Lakini kilichokuwa kinafanywa na waziri ni kwamba ni katika kuhakikisha tu hali inakaa sawa na mechi inarudiwa kama inarudiwa, lakini changamoto inaondoka. Hilo kirudi kwa mujibu wa kanuni ndio tunarudi pale pale kwamba yeyote mwenye malalamiko
ambaye analalamika kuhusiana na kuahirishwa kwa mchezo ama jambo lolote linalohusiana na masuala ya kimichezo, zipo taratibu zilizowekwa. Lakini ukiziangalia kanuni hazitoi mamlaka kwa waziri wa michezo kufanya chochote. Kwa hiyo nafikiri msingi wa Yanga huko hapo kwamba waziri amefanya jukumu lake kwa nafasi yake kama msimamizi wa masuala ya michezo, ambayo tunajua masuala ya michezo yuko chini ya wizara yake. Lakini kwa kanuni hizi ambazo zinaongoza masuala ya michezo Tanzania, yeye hana mamlaka moja kwa moja ya kuamua nini kifanyike ama nini kisifanyike. Na ndio maana hata yeye aliishia tu kwamba washauri kwamba wakae waone namna ya kufanyaje ya kulimaliza. Kama ingekuwa zinampa mamlaka, maana yake angeshatoa maelekezo na angekuwa ameshafuata. Kwa hiyo swala la namna gani linaisha hili swala liko mikononi mwa hao watu wanaovutana, kwa maana pande zote zinazovutana, klabu ya Yanga na hao wanaowalalamikia, kama kwa hiari yao, kwa sababu sheria pia zinaruhusu kwamba watu wanaweza wakakaa, watu wanaorumbana wanaweza wakakaa wakafikia mapatano wakaridhiana na jambo likawa limeisha. Wanaweza wakakaa chini wakakaa pamoja wakasikilizwa malalamiko yao, upande unaolalamikiwa pia wakajibu wakatoa hoja zao, mwisho wa siku wakaamua kulimaliza kwa njia za kiungwana, litakuwa limeisha kama ambavyo waziri anapendekeza. Lakini inapotokea sasa hawa upande mwingine wanaona kwamba haki yao haiwezi kupatikana kwa hizo njia, basi wanaweza wakazipata kwa njia nyingine ambazo zimeelekezwa kwa mujibu wa sheria. Sasa sisemi kwamba hiyo njia waliochukua sasa hivi iko sawa sawa ama iko sawa sawa. Hilo ni swala lingine ambalo pia inahitaji tujielekeze kwenye sheria ambazo wao wanaziegemea.